bali mimi nilishuhudia ikhwa katika simu wameweka haya mitandao hii kwenye masala sasa hao. Nilishuhudia kuna akhi mmoja kaeka, kuna mtu kapigwa mawe kapasuliwa kichwa. Kapasuliwa kichwa pia akachomwa moto, mtu kachomwa moto. Hebu tazama. Kwanza ni hukumu gani ambayo sheria imetaka sisi tumpige mtu mawe? Huyu ni mzinifu ambaye yupo katika ndoa mpaka tumpige mawe? Na kama ni kumpiga mawe, sisi ndio wenye mamlaka hayo? Na pia kuadhibu na moto, ipi hukumu yake? La yuadhibu bin nari illa rabbun nar. Haadhibu na haifai adhibu kupitia moto isipokuwa aliyeumba moto, na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tena ukitazama kilichopelekea yote hayo ni itikadi gani? Ya uongo. Sasa wewe bufuta picha, yule mtu aliyechoma moto kapona kweli? Hajapona, bali maal asaf kuna mtu ilikuwa ni mkazi wa Dar es Salaam, alikwenda zake mwalimu, alikwenda zake Pemba kutembea. Akafika sehemu wanavyosema yaitwa Madenjani. Kwa wale ambao washawahi kwenda Pemba nadhani wanaifahamu hiyo sehemu, wanaisikia Madenjani. Hii sehemu kasimama, yakatokea aliyotokea, akatuhumiwa kama kamuibia mtu sehemu za siri. Wakampiga mpaka wakamuua. Inakuja kutazamwa yule aliyesema kaibiwa kapimwa sehemu zake za siri zipo, lakini mtu kashakufa. Kuna faida gani? Angalia madhara, kukosa tauhidi yani. Hivi kweli kama una tauhidi ya kweli yani, ushikwe bega uume muondoke bega. Maal asaf mabalaa sasa. Ukatokea wanaojitia ujuaji sasa. Nadhani yafahamika Dr. Sule na kila mtu mwamfahamu. Dr. Sule bwana kaleta kali. Anaongea kwanza kwenye ile video yaonesha kwamba yeye au ile sauti kwamba hana uhakika wa hili jambo, kwamba lipo ama halipo. Yote ni madhara ya ushirikina haya, madhara ya ushirikina na kukosa tauhidi. Asema kwamba pamoja na hivyo kana alivyoongea yeye, kisha akasema kwamba mtu akiwa anataka arejeshe uume wake ulioibiwa achukue jivu na chumvi. Yani jivu na chumvi. Yani ikiwa umevaa suruali, pengine kijana wale kavaa jinzi, bukta, yani mavazi haya yasiweze kuulinda uume kwa kushikwa bega tu ukaondoka. Jivu na chumvi liweze kuulinda kweli au liurejeshe. Itikadi za batil, lakini zote ni kwa sababu ya nini? Kukosa tauhidi. Wamedhurika watu wengi sana. Leo watu hawafikii kuozeshana baadhi yao mpaka wakarogane au wakaroge kwanza, au wengine mpaka wabadilishe majina, na kwa sababu wewe waitwa Ali au Ali na unayemuoa anaitwa Aisha, A na A haziendani, kwa lazima tubadilishe jina. Asa washangaa uliyemchumbia aitwa mfano Fatima, siku ya ndoa uona waambiwa tunakuozesha Mwajuma. Mwajuma? Mimi sikumchumbia Mwajuma jamani. Kumbe ndio yule kabadilisha jina, kwa sababu washaenda kwenye itikadi za kishirikina kwamba majina hayaendani. Watu wamefikisha hapa na bado wanaenda, bado itikadi zinaendelea. Hivi leo hebu nyitazameni, wakuta mtu aambiwa wewe ili ndoa yako idumu, angalia, ili ndoa yako idumu. Na kuna changamoto kwamba ndoa yako kwa mujibu wa ilivyo hali baina ya jina lako na unayemuoa huwa haitodumu. Ili idumu sasa, ile ndoa iibe. Wewe ndio unaenda kuoa lakini unaambiwa uiibe. Waibaje ndoa? Mmekubaliana muoe saa 12 za jioni, pigeni simu saa 7 kwamba kivyovyote tuoe saa 8. Kwa unaiba ndoa. Yote ya nini? Itikadi za kishirikina. Bali pia afikia hatua kwamba ili wewe pengine bwana harusi ambiwa ili wewe ndoa yako idumu, ukipanda gari au ukivaa joho ligeuze kinyume nyume, au ukienda kuoa uende peku. Sasa washangaa bwana harusi alivyopendeza vyote hivi, lakini mbona hana viatu? Kumbe kaambiwa na nani? Si kama hana uwezo, yani awezeje kununua joho pengine 150,000, kanzu pengine 70,000, huku ana kofia pengine 200,000, kofia 200,000, ashinde viatu jamani. Unashanga imekuwaje kuwaje? Kumbe kaambiwa huko.
unavurugwa, yani huna amani kabisa. Lakini hebu tazama namna watu walipokosa tauhidi. Tujalie kwamba ndo ni kweli hilo jambo lipo, kwani sisi Uislamu ulitufundishaje? Umetufundisha kwamba tushikamane na kuchukua asbabu za kutuepusha na mabaya, lakini tujue kwamba hakuna litakalotufikia isipokuwa ambalo Allah kapanga. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, sema uambie halitusibu sisi isipokuwa ambalo Allah ametuandikia. Pia hapo tumeamrishwa wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote ni katika mambo ambayo ni ya tauhidi. Hasa leo yatokea jambo dogo tu ndio waamini, kama alivyosema Allah, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na hawamwamini wengi katika watu kumwamini Allah isipokuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haangalia sasa madhara yake. Yani sasa hivi tuongea kwa ile jambo la uvumi wa juzi tu, kuna watu washauawa tayari, kuna watu wameuliwa kwa sababu ya itikadi tu ya kishirikina. Hebu tazama yani madhara yake. Pengine unaweza ukaliona dogo, hebu vuta picha kwamba aliyeuawa ni mtu wako karibu, alafu huyo aliyesababisha auawe yeye kasababisha hayo kwa sababu ya itikadi yake ya kishirikina, kwa kukosa tauhid. Tazama wa Muislamu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuondoka ulimwengu wote au kuvunjwa al-Kaaba ni jambo dogo kuliko kuua nafsi ya muumini. Jambo dogo hilo yani. Leo muua mtu tena kwa sababu ya itikadi ya kishirikina, waua mtu au wasababisha mtu mpaka anauawa, utazama kwamba watu wamempiga mawe, mtu hana hatia yote, wamemdhulumu. Na Allah akasema min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. Angalia Allah alivyotaja atakayeuwa nafsi pasi na nafsi, kwa maana aliyeua akauawa au mtu akafanya ufisadi katika ardhi, huyu ni kana kwamba ameua watu wote. Huwa mtu pasi na haki, yani si jambo la sawa. Pia vile vile aya ambayo nimalizie, Allah anasema waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban adhima. Allah anasema na yeyote atakayemuua muumini mutaammidan, kwa makusudi, kama huyu hajaibiwa uume, kamsingizia mwenzake akauawa pasi na haki, au huyo mzee naye akakosa kuuawa, maana bila shaka sababu ni mzee hapo alitukua jasho la mtoka, jua hapa nikiumba na uawa. Yeye mwenyewe anasema kwamba ningelikuwa marehemu, anasema mzee, ningelikuwa marehemu kwa maana ningelikuwa nishauawa. Atakayefanya hivi kwa dhulma, yani mutaammidan, Allah anasema fajazaohu jahannam, malipo yake mtu huyo ni jahannam, khalidan fiha, atakaa humo milele endapo ataihalalisha hiyo dhambi ya kuua au akafa na dhambi nyingine katika mambo ya ukafiri. Wa ghadiba Allahu alayhi, adhabu nyingine, na Allah mtu huyu atamkasirikia yeye, wa la'anahu, na atamlaani, wa a'adda lahu adhaban adhima, na atanini amemwandalia yeye mtu huyu adhabu iliyokuwa kubwa. Bali tazama kisa cha Usama ibn Zaid, moja kati ya vita, yani alikuwa anapigana akamuona kafiri mmoja katika makafiri akiwa anawaua Waislamu sana, kisha akabahatika huyu kafiri akamuelekea yeye. Utazame hichi kisa ili uone madhara ya kuua mtu Muislamu. Huyu mtu alipomuelekea Usama ibn Zaid akamnyoshia upanga amuue. Hapo mtu huyu akasema la ilaha illa Allah, kwa maana akashuhudia, akatoa shahada, akamuua. Tazama, kisha baada ya hapo akamuua yeye. Aliona kwamba huyu mtu kahofia upanga asijakafa, analisema hili kwamba anatafuta asife, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wanajua kwamba Muislamu hatakiwi kumuua aliyesema la ilaha illa Allah, kwa wanajua wenyewe. Sasa ili jambo likamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Usama ibn Zaid kamuua mtu na huyu mtu alisema la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kila mara, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah,
hivi umemuua na baada ya kwamba akasema la ilaha illa Allah, akasema kwamba nilikuwa naona kwamba akasema vile kwa sababu anahofia kufa. Mtume akasema hal shaqaqta qalbahu, je uliupasua moyo wake ukaona kwamba mtu ni kafiri? Usama ibn Zaid anasema natamani lau kwamba siku ile ningelikuwa si Muislamu nislimu baada ya tukio. Sema nilitamani hivi kumuua mtu pasina hatia. Leo watu kwa kukosa tauhidi wanaua watu, kukosa tauhidi. Yani kwanza katika yote niliyoongea, tujitahidini ala kulli halin wa nafis mtu aifahamu tauhidi, na ndio maana tukaweka hizo ratiba za kudarasishana na kukumbushana mambo ambayo yanahusu tauhidi. Tuishirizie hapa, lakini ushirikina madhara yake ni makubwa. Ni hayo niliyotaja na baadhi ya yaliyopatikana katika mazungumzo, na mengi ni ambayo sijataja, lakini nimetaja kwa munasaba wa hili jambo la kuua watu kwa sababu itikadi za ushirikina. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wallahu a'la wa a'lam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.